kwa ajili ya kupatiwa matibabu. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu, majira ya saa 8 usiku operation hiyo ilikuwa imekamilika kwa mafanikio ya 100%, na kwa mujibu wa ripoti ya madaktari watakuwa na wiki 6 za kumwangalia baada ya operation hiyo, ambayo itakuwa ni uangalizi wa awali. Alafu baada ya hapo tutakuja kuwapa taarifa sasa Pacome Zouzoua anaweza kuwa nje ya uwanja. Narudia, sitapenda sana kuzama kwenye details ya jeraha hili, sababu kila mmoja na jana, najua wanayanga wengi jana tulikuwa na hizo mixed feelings. Kuna wakati tulikuwa na furaha sababu tumechukua ubingwa wa 5 mfululizo, lakini ndani ya mioyo yetu kuna simanzi ilikuwa inatembea, kwa sababu mwanajeshi wetu mmoja ambaye tangia ameanza kuvaa jezi ya klabu yetu amekuwa akijitoa kwa 100% kwa ubora wake mkubwa kuhakikisha klabu yetu inapata mafanikio. Hatukuwa naye kwenye sherehe za jana, yeye alikuwa yuko hospitali tena akitakiwa kufanyiwa matibabu ya haraka iwezekanavyo. Ituumiza sana sana. Wakati wa mapumziko vilio vilitawala kwenye dressing room. Nichukue fursa hii kumpongeza sana one of the senior player kwenye timu yetu, Salomon Bakari Shwabo, ambaye ni play part kubwa mno kuhakikisha anazungumza na wachezaji wenzake kuwaweka sawa, warudi kiakili kuicheza second half yake. Experience yake ilitusaidia kwenye dressing room, lakini hali haikuwa nzuri. Simanzi ilitawala kwa sababu ni jeraha kubwa kutokea kwa mchezaji, na nafikiri kwenye ligi yetu kwa uwanjani baada ya muda mrefu, nafikiri jeraha ambalo tumekutana nalo, jeraha ambalo tunasema kwa ukubwa ambao limetokea kwa Pacome ndio tumeliona na wachezaji wamelishuhudia. Kwa hiyo hali haikuwa nzuri nyumbani, lakini alhamdulillah Shwaboy ameplay part kubwa kuhakikisha anatuliza ile hali kwenye dressing room na watu wanarudi kupambana kipindi cha pili tuweze kupata mchezo. Kwa jukwani pia niliona mashabiki ni kama moto ukata hivi, na hata kufuatilia binafsi mimi sikuweza kuposti kitu kingine chochote zaidi ya posti yetu ya ubingwa basi. Posti ile tu ya ubingwa basi, kwa sababu mbali na kuwa kiongozi wa klabu ya Yanga na kuwa mwanachama wa hii klabu, Pacome ni miongoni mwa wachezaji ambao mimi nawakubali kweli, nawapenda. Ni aina fulani wachezaji ambaye namhusudu na kuwa uwanjani, alafu ni rafiki yangu pia wa karibu. Ni mtu ambaye timu ilipowasili uwanjani akaniangalia usoni akaniambia, leo kama una mashaka hivi, lakini usijali, tutakupambania hapa upate medali yako ya 5. Kwa yale maneno yale na ile motivation aliyonigia wakati timu inawasili yalikuwa yamebaki kwenye kichwa changu. Machia yanatoka hivi, daktari pale nikana muuliza, na wengine kama wakawa wamepita viongozi exactly kutuambia nini kimetokea pale, mpaka daktari aje atuambie baadaye. Lakini ilinikata moto na ilikata moto pia mashabiki wengi wa Yanga. Kuna simanzi fulani iliingia ambalo hatukuwa tumepanga, lakini tunasema alhamdulillah, tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kila jambo. Na nimeona wenzetu wa JKT Tanzania kupitia kwenye
kurasa yao ya mitandao ya kijamii ya Instagram wametoa barua ya pole kwa klabu ya Yanga na kwa wadau wa mpira wa miguu kwa ujumla. Nimeona pia yule mchezaji somebody Wahabi jina lake nafikiri, na yeye amepost akimpa pole Pacome Zouzoua na akielezea anapojisikia baada ya tukio lile. Na leo asubuhi nilipokea simu ya kaka yetu kwenye tasnia ya usemaji Masao Bwire akinipigia na akiniuliza taratibu zinakwendaje, wanatamani kuja na wao kumtembelea Pacome Zouzoua. Hiyo football yaliyotokea yametuhuzunisha, baki hiyo football. Kwa niaba ya uongozi wa klabu ya Young Africans tuambie vile Tanzania tupokea pole yao na tunasubiri taratibu za wenzetu pale Amerikani. Jana ameamka yuko vizuri. Tumeona hata wakati nakuja hapa amepost status kwenye namba yake au namba zake akishukuru watu mbalimbali kwa message ambazo wamemtumia za kumtakia pole. Kwa hiyo JKT tutawajibu, na kama wako wadau wengine wangetamani kwenda kumtembelea Pacome Zouzoua alipo kwenye himaya yetu, ilipo kwenye himaya ya hospitali, tutapata utaratibu kadri ambapo tutaelekezwa na wataalamu wetu mbalimbali. Pia nimeona kwenye mitandao ya kijamii wanachama na mashabiki wa klabu ya Young Africans wakituomba na kutushauri viongozi tutengeneze mkeka wa kuchangia matibabu ya Pacome Zouzoua. Jambo zuri, mwanzo zuri wamewaza, lakini nichukue fursa hii kuwaambia wanachama na mashabiki wa klabu yetu ya Yanga, matibabu ya Pacome Zouzoua 100% yamegharamiwa na uongozi wa klabu hii. Kwa hiyo tunashukuru kwa moyo wao wa upendo walioonyesha kutamani kushiriki kwenye matibabu ya mchezaji huyu, lakini uongozi umechukua jukumu hilo kwa 100% na tayari kuendelea mwanzo. Kama una namba ya Pacome, una DM, unaweza kumtumia message ya pole na atasoma, lakini taratibu za malipo uongozi wa klabu ya Africans umegharamia kwa 100%. Kwa hiyo lazima nianze na hili kwa sababu nimeulizwa sana na nilikuwa linahitaji kutolewa taarifa, kwa sababu watu wengi walikuwa wameguswa nayo.